Nikusabahi ndugu msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online inayokutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Jina langu ni Jeremy Hassan Kiawere, nitakayekuletea matangazo ya siku ya leo, na hapa kwanza muhtasari wake. Polisi ya Uvira yakagua maeneo 12 ikiwa ni pamoja na makanisa, vyumba vya maombi na kliniki za jadi. Tutahusika na kukagua vitambulisho vyao ya kwamba kama wanatumika kulingana na kwa mujibu wa kisheria. Sasa leo tumeapishwa, tumepewa nguvu za kuweza kutumika kazi hiyo ambayo sisi tumepewa na serikali. Na katika mkoa wa Ituri, viongozi wa jadi waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuharakisha makazi ya vikundi vya waasi kabla ya kuondoka kwa MONUSCO mwishoni mwa mwezi huu. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo, tukutangazia mbashara kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukielekea huko Uvira, wakati polisi katika mji huo wakagua maeneo 12 ikiwa ni pamoja na makanisa, vyumba vya maombi na kliniki za jadi. Baadhi ya miundo ya vikukizi viwango vinavyohitajika. Wenye maeneo hayo walihitajika kuzingatia ahadi zao rasmi chini ya usimamizi wa wakili wa mahakama kuu. Thomson Unjibatangola William na ripoti zaidi kutoka mji wa Uvira. Mwendesha mashtaka mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mahakama na korti kuu katika mji wa Uvira amewaapisha maafisa 12 wa polisi inayohusika na waganga wa asili, vyumba vya maombi na makanisa yasiyo na vibali vya uwepo na viwanja katika mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Jumatano Novemba tarehe 5 ambapo mainspekta hao wamekula kiapo cha kulisaidia taifa lao kwa winga huo. Kati yao 6 waliwahi kuhapa kwenye mahakama ya Njili mjini Kinshasa. Ilikuwa fursa kwao kufanya kumbukumbu ya kiapo hicho, huku wengine 6 wakiwa ni wapya. Miongoni mwao wanaume kwa wanawake. Alonda Bashinjok Noe ni mmoja kati ya waliokula kiapo hicho, akitokea katika mji wa Baraka. Anaeleza: kwa majina, mimi naitwa Bashinjok Alonda Noe. Kwa kweli nimeapishwa leo, ninayo furaha kubwa sana kwa sababu nimepewa nguvu na Procureur de la République kufuatilia mambo ya waganga wa asili ambao wanatumika kazi bila vitambulisho. Kuna baadhi ya makanisa vile vile ambayo inatumika kazi bila vitambulisho. Kuna pia maasosiasyon mbalimbali ambayo inatumika kazi bila vitambulisho vya serikali. Halafu serikali iliunda sheria ya kufuatilia wale wote watu na ikaunda jeshi au polisi ambayo itakwenda kuwafuatilia ili kila mtu anayefanya hiyo kazi awe mwenye kujulikana kiserikali. Na mie kwa leo nina furaha kubwa sana ya kuapishwa leo kama officier mon pouvoir judiciaire mon qualité restreinte, yani ngazi ya waganga wa asili. Pale na furaha sana kwa sababu Procureur alitupatia ile nguvu ya kutumika mwa ile kazi. Unajua watu wa mingi wanatumika ile kiganga bila vitambulisho. Unakutana mtu akupata hata ile banaitaka document ya arbre de rire ana nayo, iko atumika moya fazi mwa association ya ina personnalité juridique, donc haiko autorisé na l'État est vrai, mais iko naendelea tu kuchuma Kongo, yani kuiba mali ya Kongo moya sanse ya. Katanga Kahongo Albani hajaficha furaha yake kwa kuapishwa huko. Tuko na furaha kwa sababu tumeapishwa kiserikali mbele ya ofisa hii ya Procureur de la République. Tumepewa cheo kulingana na kazi ambayo tutatumika ya kusaidia serikali kwenye idara ambayo inahusika na kukagua na kuweka usawa les associations, les églises na vile vile tutahusika na kukagua vitambulisho vyao ya kwamba kama wanatumika kulingana na kwa mujibu wa kisheria.
Sasa leo tumeapishwa, tumepewa nguvu za kuweza kutumika kazi hiyo ambayo sisi tumepewa na serikali. Na wewe binafsi umepokeaje hatua hii? Mimi kibinafsi napokea hatua hii kwa raha kubwa sana. Kwanza nitatanguliza shukrani zangu za dhati kwenye uongozi mkuu wenye kwa Kinshasa na vile vile uongozi ambao unahusika na jimbo. Kasungi Mwela Jean-Pierre Chinkala ni mratibu wa jopo la mainspekta hao Kivu Kusini. Alidai kufurahishwa na namna vile zoezi la kuapishwa kwao lilivyoendelea na kudai kuwa na matumaini makubwa kwa maosesi hao ili kusaidia taifa lao. Na mulikuwa ni ripoti yake Thomson Unjibatangalwa William, mwandishi wetu wa habari kutoka mkoa wa Kivu Kusini. Oicha. Kiongozi wa wilaya ya Beni Charles Euta Omeyonga amezitaka mashirika za kiraia na wanahabari wa eneo hilo kutojiingiza katika ajenda za maadui, bali wakijiketi katika kujenga amani na maendeleo ya kiuchumi. Euta Omeyonga ametoa wito kwa wakaaji wote wa eneo ya Oicha kudumisha amani na ushirikiano na vyombo vya serikali. Mwache kuingia kwa hiyo ujanja ya adui, na wale wote wenyewe wanapenda kuutilize societe civile abusivement, nao vile vile serikali itawashughulikia, puisque societe civile hana botike, societe civile hana uchuuzi anafanya, mambo ya taksi hajue, mambo ya kadhalika hajue, na tunakuja kutambua kama kuna wajanja wako nyuma ya societe civile wanapenda kuwaingiza kwa matatizo yenyewe haiko. Wenye kuingia kwa hiyo mtego ya societe civile tutayua koma kuwashughulikia kama munatumikisha ujanja, na mwache raia watoto wasome. Munajua tulipita kipindi nyingi na matatizo katika mji wa Wicha, kuna watoto wangali na retard sana. Kama wewe hausomeshake mtoto yako Wicha, aloro acha wale wanasomesha watoto wao Wicha, watoto wapate kwenda kwa masomo. Hapana wale wanatia watoto wao sehemu zingine wanasoma kule, kisha mnakuya Wicha mnaambia watoto ya wenzenu mushende kwa masomo, orke pare wewe hako mtoto iko naenda shuleni bila matatizo, puisque wewe haukake au linde watoto wako Wicha. Wazazi wenyewe kwa watoto Wicha, mwache watoto wenu waende shuleni. Na walimu wote tunapenda kila mwalimu, kila prefet, ba sous-prefet, kila mtu ku etablissement yake, mwache serikali afanye kazi yake kwa ulinzi ya umma. Na hatimaye Bunia, mkoa wa Ituri, ambako ndani ya harakati ya kuwezesha haraka makazi ya vikundi vya waasi, wanaharakati wa kiraia na viongozi wa jati waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waharakishe makazi ya vikundi vya waasi kabla ya kuondoka kwa MONUSCO mwishoni mwa mwezi huu. Costa Sambagalo kutoka huko Bunia na ripoti zaidi. Wanamemba wa mashirika za kiraia pamoja na viongozi wa jadi wa Ituri wanaomba serikali ya Kongo iharakishe kazi ya kuvunja na kukusanya silaha za magundi ya waasi kabla MONUSCO haijafunga kambi zake za kijeshi zilizoko katika kijiji za Pamitu Ame na Mrubu katika maeneo ya Jugu na Mahagi kufikia mwisho wa mwezi wa 11 mwaka 2025. Ombi hili lilitolewa baada ya ziara ya ukaguzi iliyoongozwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika mitaa ya Jugu na Mahagi. Wanasema ni lazima kazi ya kuvunja magundi hayo ifanyike kwa haraka ili kuepuka kurudi tena kwa vita na vurugu ambazo zinaweza kuharibu maendeleo inayoonekana katika mitangamano mbalimbali. Uwepo wa askari wa MONUSCO kwa muda wa karibu miaka 7 umeleta utulivu katika maeneo hayo ambayo yalikuwa yakisumbuliwa na magundi ya waasi. Hii imewezesha watu waliokuwa wakimbizi kurudi ndani ya vijiji vyao, shughuli za kilimo na biashara kuanza tena na maisha ya kijamii kuendelea, hasa kwenye soko la Ame ambalo lilikuwa likikusanya watu zaidi ya 10,000 kila wiki. Hata hivyo, viongozi wa maeneo ya Pamitu Ame na Mrubu wanaonyesha wasiwasi juu ya mustakabali ya amani hiyo baada ya kufunga kwa kambi za MONUSCO, wakisisitiza kuwa kuvunja kabisa magundi ya waasi ni jambo muhimu ili kuepuka maisha ya vita. Kwa upande wake, MONUSCO imesema kambi zake zitakabiliwa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo litaweka kambi zake huko ili kulinda usalama. Pia askari wa MONUSCO wataendelea kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia doria za mbali ili kudumisha utulivu katika eneo hilo. Hatua hii ni sehemu ya mpango wa MONUSCO kuondoka taratibu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiendelea kusaidia juhudi za kudumisha amani na usalama katika jimbo nzima la Ituri.
Nikiripoti toka AMTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa. Na ilikuwa ni ripoti yake mwandishi wetu wa habari Constance Mbagalwa kutoka mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Tuhitimisha taarifa zetu za habari tukirudi hapa mkoani Kivu Kaskazini. Wakati wapiganaji wa Zalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watangaza upinzani wao dhidi ya mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kinshasa na M23 kwani hawashirikishwe. Muda mrefu MTV imezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa Profesa Dadi Saleh akiwa katika mji wa Kinshasa. Tunafikiria kwa hii wakati ni ukweli na ni ya mzuri na muhimu kama government kwa fasi yote kubanapasha kusaina bakamate pia neno ya wazalendo. Basi kamate tu pia neno ya M23 na maio AFC, kwani wao wale hawana nguvu sawa wazalendo. Ni sisi wazalendo ni juu tunapigania nchi yetu. Tuko na nguvu na tunapigania nchi yetu na kila mtu anaiona na anaijua. Sasa ni vizuri kujua kama na shie inabidi tujue nini njoo iko na kuwa kule saina na juu ya nini na shie tunapata nini ndani. Sawa wakongomani lakini na shie tunaweza kupita kujua inafanyikana. Italeta nguvu kwa kila mtu, italeta nguvu kwa government na italeta nguvu kwa raia. Juu raia itajua kama inasema ndiyo wazalendo nao wenye uko napigania inchi nao wanajua mambo inapitikana. Nafikiria kama nigisi walisema RDF aba kusema Rwanda. Alo na shiba naweza sema tena na FRDC. Hakuna shida, FRDC ko deja represente. Manake ni sisi wazalendo wenye atuko represente. Nafikiria kama ni muhimu raisi aelewe ile, na mimi nafikiria na mimi najua kama anaielewa. Lakini anakuwa saa moja na watu pembeni yake wenye awaelewe kabisa nguvu ya wazalendo na wapatie wazalendo nguvu yenye inabidi. Ikumbushe kwamba mapambano yaendelea kati ya askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamapinduzi wa M23 kati ya maeneo mbalimbali ikiwemo Bibwe wilayani Masisi na maeneo mengine huku Kivu Kusini. Ni hayo kwa siku ya leo. Kumbuka pia matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani eneo nzima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Unaweza pia ukasikiliza matangazo haya ukitembelea tovuti yetu ukiandika www.mtv1news.com. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Germain Hassan Kiahwere. Hadi wakati mwingine, kwaherini.